Wakati mwingine tena, mara nyingine tena, hapa Stuart Boy Humphrey Shao katika uchambuzi wa mambo yaliyojiri katika wiki inayoisha, na leo ikiwa ni siku ya Jumapili na kuletea uchambuzi wa vitu viwili. Imeonekana bado kuna ligi nzito sana kati ya wafanyabiashara wa soko la Mabibo na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba aliitisha kikao maalum kati yake, wafanyabiashara, bodaboda, wamachinga, mamalishe na watu mbalimbali. Katika mkutano huo kukaibuka hoja kutoka kwa wafanyabiashara wa soko la Mabibo wakikumbushia yale yaliyotokea nyuma wakati mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alipofika sokoni hapo na kuwaambia maneno ambayo wenyewe wanasema ni matusi. Kwa mkoa wa Dar es Salaam amewatukana na kuwadhalilisha, hivyo wanasema hawafai. Klipu hiyo kutembea mtandaoni, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam naye amejibu mapigo ya kudai kwamba na kuonyesha matokeo mara baada ya kuondoa genge hilo katika soko la Mabibo. Klipu ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam inaelezea mafanikio yaliyopatikana katika mkutano huo, mafanikio yaliyopatikana mara baada ya soko la Mabibo kurudishwa chini ya halmashauri. Klipu hiyo inaeleza kwamba halmashauri imeweza kukusanya kiasi cha bilioni 1 mara baada ya soko hilo kurejeshwa mikononi mwa halmashauri na kutolewa kwenye kikundi cha watu ambacho kilikuwa kinajiita uongozi wa soko. Ligi hii ya wazee hawa wa soko la Mabibo ni mwendelezo wa kutaka kurudisha maslahi binafsi mifukoni mwao. Wote tunajua kwamba soko la Mabibo lilikuwa chini ya kikundi ama uongozi wa soko ambao ulikuwa ukiongozwa na mwenyekiti, lakini baada ya uchunguzi ikabainika kuwa serikali kupitia halmashauri ya manispaa ya Ubungo imekuwa ikikosa mapato mengi sana kutokana na soko hilo kuwa chini ya watu binafsi, na ardhi ile pale ni ardhi ya serikali ambayo ilitolewa na kiwanda cha Urafiki. Hivyo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa mamlaka aliyokuwa nayo aliamuru soko lirudi liendeshwe chini ya halmashauri, lakini sasa bado inaonekana kama kuna msiguano mkali sana kati ya halmashauri na wazee wa soko hilo. Wazee wa soko hilo wanatafuta kila fursa wakinapopata nafasi ya kiongozi mkubwa kurejesha mambo ambayo yalishapita huko nyuma. Ni zaidi ya miaka 2 imepita. Sasa hapa ni jambo la kuchuja wenyewe. Hebu tuwasikilize hawa wazee. Mkuu, kwanza tunakushukuru sana na tunamshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli mimi ni mfanyabiashara wa soko la Mabibo. Kwa kweli mkuu wa mkoa ametuonea sana juu ya soko la Mabibo. Alipofika pale katika mkutano wake ametukana tu mwanzo mwisho. Alipomaliza soko lile anasema mimi namkaribisha mkurugenzi aendelee na taratibu hili. Kumbe tatizo lake ilikuwa kulichukua soko kumkabidhi mkurugenzi aendelee na mambo yote pale. Nini sababu ya kututukana? Kutoka hapo akawa sasa diwani ambaye meya anasikiliza kero. Mimi nikamwambia kero ya kwanza ni wewe meya. Kwa nini kero ya kwanza wewe meya? Wewe meya unatunyang'anya sisi vibanda vyetu. Mtu akiwa na kizimba unamnyang'anya, akiwa na kioski unamnyang'anya. Mbona kuna mtu mmoja humu ana karibuni vioski 14? Mbona mwenzetu mnyang'anya hata kimoja na yuko humu sokoni? Kero hiyo ikanisababishia mimi nipelekwe mahakamani, kisingizio nimegoma kulipa ushuru. Kila tukimwendea mkuu wa mkoa atusikilize. Kija pale mtajitahidi angalau kiungo kimoja mpoteze. Kila tukienda kila nyongozi ili atusaidie, imeshindikana. Tukapata mbunge wetu bwana Kitila Mkumbo. Hebu tuombee kwa yule bwana atusikilize tu, kulikoni yeye anasikia tu mazungumzo haya. Sisi tuko watu 30 wengine wazee kupita mimi. Kweli sisi tunataka kuchoma moto gari ya serikali, tugome kulipa ushuru, tufanye afikisha. Baadaye tutamsikiliza mkuu wa mkoa. Tangu tulipochukua soko hili mwaka jana mpaka mwezi uliopita tumekusanya milioni karibu 900 kasoro, na hizo pesa nimetoa maelekezo kwamba lazima zirudi katika soko hili ili ziweze kuboresha mazingira ya wafanyabiashara. Tumeshtakiwa kuhusiana na soko hili. Baadhi ya watu wanataka soko hili lirudi mifukoni mwao, lakini mahakama imetafsiri vizuri, wamelipa pesa na wameonywa. Tumekuja pia
kuwaeleza kwamba lazima mjue, tukivuruga maeneo ya kufanyia biashara mtakosa riziki. Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anafarijika sana na mwenendo wa biashara za wafanyabiashara wa soko la Mabibo, soko la ndizi. Ndio maana tumesema kila mmoja akae kwenye eneo lake bila kusumbuliwa na mtu yoyote, na Mheshimiwa Rais anajua hilo, ila msifanye jambo lolote ambalo litaleta doa na dosari kwenye soko letu la Mabibo. Kila mmoja amepata kusikiliza hizo klipu, mwasikiliza wafanyabiashara na kumsikiliza mkuu wa mkoa, kwamba inaonyesha wazi kabisa kwamba mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam hakuwa na kosa lolote, bali yeye alisimamia maslahi ya nchi kwanza. Kitendo cha kuondoa soko kutoka kwa kikundi cha uongozi wa soko na leo kulileta halmashauri, tunaona soko limebadilika, shedi zipo za kutosha, mazingira ya barabara ya soko yako vizuri na kila kitu sokoni kiko vizuri. Hivyo basi tumpongeze mkuu wa mkoa kwa maamuzi aliyofanya. Ilikuwa mara ya kwanza ukiingia sokoni unakuta matope kabisa, ila sasa hivi hakuna matope. Unaingia sokoni, unajiachia, unafanya shopping, unaondoka. Wafanyabiashara wakai juu ya matambara, wafanyabiashara wanakaa juu ya shedi ambazo zimejengwa kutokana na mapato ya ndani ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Leo tupo kwenye soko hili la Mabibo ikiwa ni sehemu ya ufuatiliaji wa maelekezo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa aliyofanya ziara kwenye soko hili. Ni kutazama miundombinu, hasa kutokana na kutuama kwa maji kwenye eneo la soko ambayo ilikuwa inapelekea sana magari kushindwa kupita ikiwa na mizigo. Pia ilikuwa bugudha kwa wafanyabiashara. Soko ni la kwetu, ni lazima tulilinde, tulitunze, miundombinu tuitunze ili iweze kudumu, itumike leo, kesho na hata vizazi vinavyokuja. Kwa Mheshimiwa Rais anawajali wafanyabiashara, mkuu wa mkoa anawajali wafanyabiashara, na sisi watendaji ni lazima tunakuja mara kwa mara kukagua mazingira. Tusikae ofisini, tuhakikishe kwa mazingira ambayo wanatumia wafanyabiashara ni salama, ni safi na yanafaa kwa mazingira ya biashara. Tuendelee kumwambia mkuu wa mkoa simama sawasawa, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo Kaguru Mjuli simama, meya wa manispaa ya Ubungo Mr. Mlaki simama, hakikisha masoko yetu yote yanakuwa chanzo cha fedha kwa halmashauri ya manispaa ya Ubungo.